Mwezeshaji wetu wa pili ni Dr. Gladness Salema. Yeye ni mtaalamu wa mambo ya finance, lakini pia ni mheshimiwa mbunge wa Afrika Mashariki. Na pia amekuwa ni mwezeshaji kwa hapa kanisani. Tumemwona kwenye Morning Glory, tumemwona kwenye upande wetu wa tech kule wa wenzetu akiwezesha semina mbalimbali za vijana. Amekuwa pia akiongea na wanandoa kwenye platform tofauti tofauti. Ni founder pia wa platform inaitwa Wives in Christ. Kwa tunategemea kujifunza mengi na kupata impartation kama watu ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Mada ambayo atatufundisha siku ya leo ni heshima binafsi, mipaka ya mahusiano, utambulisho wa kijana Mkristo katika enzi ya mitandao ya kijamii. Self-esteem, modesty and identity of a Christian youth in the age of social media. Karibu sana Dr. Mheshimiwa Gladness. Asante mchungaji. Ni member wa Moms, sijui kwa muda gani, lakini I believe ni muda mrefu. Karibu dada. Asante sana. Neema, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji, Mungu akubariki kwa ajili ya maono haya. Na tunashukuru pia kwa kuwa mnatengeneza taifa la kesho. Mimi nilikuwa kwenye timu ile ya kuandika Vision 2050. Wasiwasi wetu mkubwa kabisa ilikuwa ni tuna mtu. Nchi hii ina watu. Nchi hii ina hao vijana wa kuleta mabadiliko ndani ya taifa hili. Kwa hiyo tulikuwa na hilo swali na lilitusumbua sana kupata majibu. Kwa mpaka tunakamilisha vision, tulikamilisha tukiwa tuna wasiwasi kama tunao hao vijana. Kwa hiyo tunashukuru sana mchungaji, hiki mnachofanya sio bure. Ina maana kwamba mnatengeneza watu, mnatengeneza taifa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana sana sana, na ninanyenyekea kabisa chini ya mafuta nikisema asante kwa kuniheshimu na kunipa fursa ya kuweza kuzungumza asubuhi ya leo. Ni neema tu, wala sio kwamba ninafahamu sana, lakini kila mtu anabeba neema yake kwa majira fulani. Kwa hiyo mimi naona tu nimepata neema asubuhi ya leo na ninashukuru sana. Naomba nimshukuru sana kakaangu Mlaki. Kwa kweli naomba mpige makofi. Ngoja niwaambie, mshukuru Mungu kwa kuwa wewe ni sehemu ya maisha yake. Amen. Watu kama hawa kuwapata, akakaa akazungumza, waulize huko mtaani wanatumia nguvu gani ya muda kumpata, ya rasilimali kumpata, watu wa kaliba yake. Amen. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa kuwa ametuinulia watu sahihi katika majira haya. Mungu awabariki sana na viongozi wote. Neema squared. Maana naona leo tuko na kina Neema tu hapa. Asante. Mimi nimepewa mada hii inasema heshima binafsi, mipaka ya mahusiano na utambulisho wa kijana Mkristo katika enzi ya mitandao ya kijamii. Kwenye mabano ikaandikwa self-esteem, modesty, identity of Christian youth in the age of social media. Bwana asifiwe sana. Yaani mada ni pana, Mungu anisaidie. Lakini nitajitahidi. Amen. Nitajitahidi, naomba Roho Mtakatifu anisaidie yale mambo ambayo ni ya muhimu na ya msingi kwetu. Tuweze kufanya nini kuyapata. Kwanza kabisa kaka Mlaki hapa alikuwa na somo la maono, kusudi na maono. Yaani nataka nikuambie kitu kimoja. Hakuna mahali pengine pa kuanzia katika maisha yako zaidi ya kusudi na maono. Zaidi ya nini? Kusudi na maono. Yaani hapa tunaweza tukasema kipindi cha age ya mitandao ya social media, lakini kuna watu wanafanikiwa. Kuna vijana wengi sana wanafanya vizuri sana, na kuna vijana wengi sana wanaathirika, wanafanya vibaya sana. Yaani sana, yaani kuna wazazi ambao wana machozi na wametoka tu familia nzuri, na wengine ni vijana wetu wa kanisani, lakini hawafanikiwi katika msimu huu kipindi hiki. Kwa hiyo mimi ninachoamini katika maisha ya mwanadamu yoyote, naongelea mwanadamu mwenye akili timamu. Kwa nini nasema mwanadamu? Kwa sababu hutobaki kuwa kijana milele wewe.
Hutobaki kuwa kijana milele. Unajua vijana wengi sana wanasema wanaona watabaki kuwa vijana. Na sisi tulikuwaga vijana. Na sisi tulikuwaga watoto. Sasa hizi tunaitwa watu wa makamo. Kwa ujue hutobaki kuwa kijana. Yaani kuingia vizuri sana. Sasa ukiwa kama kijana ni maana yake nini kwenye maisha yako? Ni maana yake nini kwa ajili ya msimu ujao? Mimi naamini kijana ni hatua ya maisha ambayo unajiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Ujana ni kipindi ambacho una fursa. Kuja nikwambie, una fursa za kujaribu na kujaribu tena. Lakini mimi leo ukiniambia kuna mambo nijaribu, si subutu. Muda ushapita. Muda wa kujaribu na kujaribu tena. Muda wa kutake risk. Sasa sisi saizi tu take risk ili nini kitokee? Ili niangukie wapi? Ushafika miaka 50. Fursa ya kurejesha tena. Kuja nikwambie. Saizi hujasevu, si ndio? Lakini una mwakani utasevu. Una miaka mingine 10, 15, si ndio? Lakini mimi sio hivyo. Lakini nataka kukwambia tulikuaga hapo ulipo. Kwa nataka kusema nini? Kitu cha kwanza katika yote. Na mmepata neema siku hizi mnaambiwa. Yaani hata hiyo mitandao, mimi mitandao naipenda. Mimi mitandao naifuatilia. Mimi mitandao inanipa hatua. Sijui wewe inakufanya nini? Inategemea una ajenda gani ya maisha yako. Sio kama unanielewa. Una ajenda gani ya maisha yako? Aliyesema social media dhambi ni mwongo. Aliyesema social media ni pa uharibifu ni mwongo. Kwa nini? Mbona watu wanafanikiwa? Amina. Sio kama unanielewa. Kwa wewe umebeba ajenda gani? Wewe unaiona kesho yako ipi? Vijana wa kanisani tunasema ipo kesho iliyotengwa na Bwana. Nataka kukuambia kesho yako unaitenga mwenyewe. Bwana ataachilia tu neema. Kesho yako unaibeba wewe. Tena sio kesho, unaibeba leo. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Wakati ukuta. Wakati ukuta. Yaani ni kama maji yakishamwagika hayazoleki. Kwa hiyo ukicheza sasa hivi, jua umecheza kwa ajili ya yajayo. Yaani umepanda mbegu kwa ajili ya yajayo. Na utavuna, na kuhakikishia. Utavuna. Kwa hiyo mimi natamani sana tunapoongea ajenda hizi, hasa kwa majira haya ambayo ni ya sayansi na teknolojia. You must embrace technological development. Ndugu, hakikisha hubaki nyuma. Yaani hakikisha unajua maana hayo mabadiliko ya kiteknolojia. Tupo hapo wajoli. Wangapi wako kwenye social media? Haya uniambie hapa uko kwenye nini? Platform gani? Instagram. Mwingine? Wangapi wako Instagram? Wangapi wako Facebook? Wangapi wako LinkedIn? Hapa sasa. Hapo sasa. Ndio maana nimekwambia inategemea una maono gani. Inategemea umebeba ajenda gani. Kwa hata uchaguzi utategemea una maono gani. Kule LinkedIn ndo kuna professions. Watu wanaotaka career development. Watu wanaotaka change kwenye maisha yao wako kule. Mentors, role models wa maeneo yako wako kule. Sio kama unanielewa? Sio kama unanielewa? Unanielewa kitu ninachotaka kukuambia? Kwa hiyo embrace technology. Ipende, ifurahie. Yaani mimi nataka tuanzie hapo. Ipende, ifurahie na uione kwamba ni fursa ya kubadilisha maisha yako. Haya mambo alikuwa anafundisha hapa mwalimu.
ya una moja igeuke kuwa 10. Siku hizi watu wanatumia teknolojia. Yuko nyumbani, hana hata ofisi, lakini moja inageuka kuwa 10. Lakini kama nchi pia tumesema tunataka nchi ya kidijitali. Si wangapi wamesoma ile vision? Haya sasa. Mchungaji, hawajui hata vision ya nchi. Hawajui hata nchi inakoelekea. Sasa utajipanga panga vipi? Ili usiwe nje ya mpango. Basi Mtanzania bwana. Ili usiwe nje ya mpango kama taifa. Lazima ujue wapi tunaelekea, si ndio? Lazima ujue vipaumbele vya kisekta ni wapi. Vinginevyo utaenda kuwekeza wapi? Vinginevyo utaenda kufanya nini? Kwa I challenge you this morning. Teknolojia imetupunguzia mwendo. Teknolojia imetupa utambulisho. Sema utambulisho. Sasa inategemea wewe. Yaani tatizo sio mitandao. Tatizo ni wewe mtumiaji wa mtandao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tatizo ni wewe na mimi tunaotumia mtandao. Yaani ile mitandao unavyokuja ndio inavyokupokea. Si ndio jamani? Unasema unavyokuja ndio tunavyokupokea. Kwa utakavyokwenda ndivyo mitandao itakavyokupokea. Kama umeenda kumtafuta Zuchu, itakutafuta, itakupokea. Sio kama unanielewa? Umenielewa? Yaani kama umeenda kutafuta maarifa pia inakupokea. Sio kama umenielewa? Lakini nataka kukuambia nguvu ya mtandao. Mtandao umetuanika. Mtandao umetuacha uchi. Kwa nini nasema hivyo? Yaani wewe kijana, utakachofanya leo kwenye mtandao, uwe na uhakika kinakuwa sehemu ya maisha yako. Pengine mpaka hata unakufa hapa duniani. Yaani unachofanya hivi leo kwa teknolojia hii ya sasa. Kwa hiyo ninataka kusema nini? Wewe mtandao kwako ni fursa, ni distraction. Yaani maswali ujiulize. Ni fursa, ni distraction. Mtandao unakupa hatua. Mtandao unakupa growth. Mtandao unakupa transformation. Au you are just a survivor. Unajua ma-survivor? Ni wale ambao jamani leo wametuma hiki na yeye anataka tu kusurvive. Aonekane yupo tu kwenye zile platform. Yupo. Sasa huwezi kufaidika ukiwa survivor. Huwezi. Yaani una survive now tu. Hapana. Ni lazima mtandao ubadilishe maisha yetu. Mtandao utuletee transformation. Kwani si unatuletea transformation? Si ndio jamani? Sasa nitakuuliza which direction? Which direction? Mwalimu ameongea habari ya kusave. Na kuambia kwa mtandao unaweza usisave hata 100. Umenielewa siwe? Unaweza usisave, lakini kuna mwingine ata grow financially kwa huo mtandao. Sasa wewe mtandao kwako, yani asubuhi nataka ujitafakari. Ni fursa? Ni laana? Ni kitu gani? No excuse. Wewe ni mtu mzima. Yaani kijana una miaka 18, you have no excuse. Tunahangaika na vitoto. Lakini wewe kijana mwenye miaka 18, wewe ni mtu mzima. Ngoja nikwambie. Nataka nikwambie wazi. Yaani isingekuwa labda unasoma. Wengine hapa ni wake na waume za watu. Tayari. Tena wenye watoto wa kutosha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo you have the choice. Yaani Mungu alikuumba, akakupa utashi. The choice is yours. Yaani hakuna hapa mtu atakaye kuambia athari za mtandao ni zipi, wala sitaka niongee hicho kitu. Because the choice is yours. Lakini kitu cha kwanza, narudi pale pale. Tunaongea kila siku habari za mitandao. Wewe umebeba agenda gani unaoenda nayo kwenye
kwenye mtandao. Mimi nasikia siku hizi mpaka wachumba wanapatikana huko. Si ndio? Uongo kweli? Si hapa inaongelea habari za ndoa, singles. Mchungaji, wanaitwa singles. Sijui kwanza hata kama ni singles. Tukipekua hapa mafaili. Are you single? Hiyo tuiache. Si ndio? Lakini una matamanio. Sisi tunaamini una matamanio ya maisha ya baadaye, ya familia, tena familia takatifu. Wewe ukienda kwenye mtandao, unaenda kutafuta mtu kule. Kwa mfano, unahuku na mtu kule. Jamani, mtandao is a jack of entry. Kila mtu anaweza kwenda. Jamani, ni soko huru. Sasa wewe una maono gani? Hata biashara, wako vijana wengi sana. Niliona kuna vijana kule kundi sijui Iringa, sijui kama mmeiona ile. Maskini wamekuwa detained pale, wamepoteza na hela zao na hela za wazazi wao. Biashara waliikuta kwenye mtandao, wakavutwa kama ilivyo. Umeelewa sijui? Sasa wewe kama kijana, wewe unapokwenda, mimi narudi swali langu hilo la msingi. Unapokwenda kwenye mtandao, unaenda kutafuta nini? Ile ni enabler. Teknolojia jamani ni enabler. Sawa? But you are the master of your life. Wewe unavoenda kule unataka kuenable nini? Yani if huna anything that need enabling, hutakiwi kwenda kwenye mtandao. Kwa sababu teknolojia ni enabler. Inakuwezesha. Sasa wewe unataka kuwezeshwa nini? Mpaka unapoteza muda. Unakaa kwenye mtandao. Yani ule muda tunaokaa kwenye mtandao, tunataka kuenable nini? Sasa bila kujua nini, bila kuwa na majibu ya nini, lazima tupotee. Mariam Ruge nakumbuka kuna wakati tulimleta hapa chuo. Aongee na wanafunzi. Akasema hapa duniani kuna mambo mawili. Either ule au uliwe. Sio kama unanipata? Mambo mawili. Ule au uliwe. Kwa kama kijana, haya mambo lazima ujue. Either nafanikiwa au napigwa. Either napata au napoteza. Kwa nitakuuliza, wewe unapokwenda kwenye mtandao leo hii ujiulize, uko Instagram. Kwa nini uko Instagram? Instagram ina enable nini kwenye maisha yako? Instagram inachangia vipi maono yako? Kwa sababu neno la Mungu linasema asiye na maono hawezi kujizuia. Ndio nimefurahi sana tumeanza na somo la maono. Nenda kasome Mithali 29:18. Asiye na maono hawezi kujizuia. Kwa hiyo mtu mwenye maono, halafu sio tu uwe na maono, uwe na self discipline kuhusu hayo maono, utafanya right decisions. Si ndio? Kwamba mimi huku ninakoingia, ninaingia kwa sababu nina maono, na huku ninakokwenda kunaenda kunipa hatua katika maono yangu. Kwa kama uko kwenye mtandao kwa ajili tu ya kufollow watu, halafu MB zinakwenda, unanunua na internet, unapata faida gani? Hata hicho unachopata kiko aligned na maono yako haya ya sasa? Kinakwenda sawa na vipaumbele vyako? Sasa kama hujui unakoelekea, huwezi kuwa na discipline ya kusema no. Hii platform no. Hapa nilipo no. Natoka leo. Na hii nataka kukuambia, hata hapa ukitoka nenda kajitafakari. Hata WhatsApp groups ulizonazo,
zinachangiaje maono yako? Yaani toka umeingia huko umepata ongezeko gani? Umepata transformation gani? Yaani ipimike hiyo transformation. Usiseme najisikiaga tu raha. Mimi nikisomaga message za humu najisikiaga raha. Raha unaipimaje wewe? Kwa kama kijana nataka nikuambie, sikutii moyo na kuambia ukweli. You are the CEO of your life. Maamuzi unayofanya leo uwe na hakika ndio yatatoa matokeo ya baadaye. Kwa hiyo mimi nitasema embrace technology. Embrace hiyo mitandao ya kijamii. Umenielewa? Kuwa sehemu ya. Lakini hapa umebeba maono. Hapa umebeba utambulisho wako kama kijana Mkristo. Amen. Neno la Mungu linasema na ujana wako usidharauliwe na mtu yoyote. Yaani hata wewe mwenyewe usidharau ujana wako. Sasa kuna maplatform mpo huko. Yaani yale mambo yanayotolewa pale, zile discussion, zile engagements. Na nataka kukuambia hivi, you are who you are because of where you spend your time. Nothing else. Sio kama unanielewa? Uko hivyo ulivyo kwa sababu ya pale unapotumia muda wako. Kwa sababu panaingiza, si ndio? Panaingiza. Kwa unaweza ukawa kwenye social media platform ambayo philosophy yake, yaani kuna zingine hata za kiroho, lakini zinapinga utajiri. Bwana asifiwe mchungaji. Hapa mnawafundisha watu uchumi. Mtu yuko kwenye platform huko inayosema kila kitu ni kwa neema. Yaani mahubiri ni hayo. Yaani kinga upate. Kesho utapata miracle money. Mafuta sijui ya kukufanyaje. Ndugu, ukiendelea kukaa huko na kuambia unakuwa hivyo. Kwa nini? Your philosophy, your belief inaenda kuwa ile. Sasa wewe una maono gani? Pale ulipo kwenye hiyo media, nadhani una maono yako ya kiroho. Una maono yako pengine kwenye career. Una maono yako kwa topic hii, ina maana nyinyi ni wale ambao mnatarajia ndoa. Una maono juu ya ndoa unayoitarajia. Namshukuru sana kaka Felix hapa amesema responsibility ya kijana wa kiume kwenye familia. Sasa kama una maono ya ndoa imara, ndio hiyo ambayo inasema wewe ndio bread earner. Ni vile tu hii dunia sasa hivi imetumasaji wa mama wa siku hizi, we do a lot. Lakini wewe ndio bread, yani hata kama atakuwa anafanya kazi, pesa ya mwamba ndio pesa ya familia. Yani uwe na hakika tunasaidiana, lakini katika mindset yako uwe umebeba kwamba mimi ndio the responsible one. Sasa huyo mwenye maono hayo ya kuja kuwa na familia imara, hivi leo atakuwa na beti? Atakuwa kwenye mitandao ya kubeti? Atakuwa kwenye mitandao ambao unalipia pornography? People pay for pornography. Atakuwa kwenye mitandao kweli ya kulipia wale wadada wa one night? Huyo atakuwa na mchezo kweli na maisha yake na finance yake? Haitowezekana. Kwa hiyo mwisho wa siku, katika yote hapa tutaongea asubuhi, mchana na jioni, maono self discipline. Maono self discipline. Kwamba hata huko kwenye mitandao, sababu inakupa uhuru wa kufanya choice. Sasa kama una maono, huwezi kujizuia. Maono yapo umeandika, lakini huna nidhamu nayo.
Yaani huna commitment kwenye kile unachoamini kwamba ni maono yako. Hujakibeba, hujakiamini. Unafikiri kwa nini kuna mtu hata umwambie nenda night club haendi? Hata umlipe haendi. Kwa nini? Yaani kuna maono hapa yanamwambia wewe sio. Yaani maono yanazungumza wapendwa. Maono yanazungumza kwamba hapa hapana. Hapa sio mahali pako. Kwa hiyo mimi narudi pale pale, hata kwenye mitandao utatambulishwa, utambulisho wako kwanza kama kijana una base na purpose uliobeba. That is your identity. Yaani maono ndo kila kitu. The purpose of your life ndo utambulisho wako. Kwa ule utambulisho ndio ambao utakuwa unazungumza. Hapa na fit, hapa si fit. Hapa sio mahali pangu. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi narudi pale pale kwamba kama wanadamu lazima tuwe na maono na tuwe na discipline na hayo maono yenyewe. Lakini pia nikaambiwa kwa habari ya mipaka ya mahusiano. Sasa hapa nikawa najiuliza, labda kwa sababu ya ajenda ni ya kuoa na kuolewa, inawezekana ni mipaka mahusiano ya kimapenzi. Ndio hiyo? Ndio hiyo, si ndio? Eti ndio hicho wewe ulivyoona topic ulifikiri tunataka kusema mipaka kimahusiano ya mapenzi. Mwingine yeye alizani mipaka mahusiano ya nini? Ni hiyo hiyo. Aha, asante. Basi na mimi nimeelewa sawa sawa na wewe. Sasa unajua, kwanza niseme wazi, kitu kinaitwa mapenzi ni ulimbo, ni raha, ni hali yenye nguvu na inabebwa na hisia. Sio kama unanielewa. Inabebwa na hisia. Kwa wewe mwanadamu ambaye uko kamili, unakula vizuri, si ndio? Unaishi vizuri, yaani hiyo ni hali ya kawaida. Kwanza tuelewane, ni hali ya kawaida. Kwa hata kwako wewe kijana, hiyo ni hali ya kawaida. Sasa kwa nini tunasema mipaka? Si ni ya kawaida, si ndio? Hiyo hali ikiwa katika majira ambayo sio sahihi, ikiwa ni kati ya watu ambao sio sahihi, sio kama unanielewa, not at the right time, not with the right person, not at the right conditions, ni mauti. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo ina sura mbili. Hii kitu inaitwa mahusiano ya kimapenzi ina sura mbili. Kuna upande ambao ni wa uzima na upande wa pili ipo mauti. Simaanishi mauti ya tukuzike, mauti ya maono yako, mauti ya purpose ya maisha yako. Sasa tutasema kwamba haya ni sahihi, sio sahihi, na wachungaji wameshafundisha sana yapi ni sahihi, yapi sio sahihi. Lakini mwisho wa siku mimi nasema, je, ni right time? Huyo ndiye, kwa sababu wewe unawaza kuoa na kuolewa. Kwa huyo ndiye mume mtarajiwa? Una hakika? Una uthibitisho? Huyo ndio mke mtarajiwa? Kwa hiyo mwisho wa siku mimi naamini kabisa kwamba katika ujana hapa, tumesema ni kipindi cha maandalizi, si ndio? Sikiliza. Nyie si mnajua kuna mpira? Wanaume si mnajua timu za mpira? Si unajua kuna wachezaji? Sasa sikiliza. Ngoja nikuulize swali. Si mnamjua Messi? Alafu yule mwingine anaitwa nani? Ronaldo.
hivi kwa mfano tuna mechi, halafu Messi na Ronaldo wamekutana pale kiwanjani. Yaani hawajai kukutana kabla. Tukawaambia wacheze. Mnadhani watacheza watashinda? Yaani wote hao ni miamba. Mmenielewa eh? Messi, Ronaldo, wengine nani wale sijui nyie ndo mnawajua. Wakutane leo kwenye AFCON. Hawajawahi kukutana. Kila mtu afika pale, hi, Messi, Ronaldo. Game lianze pale. Watashinda? Nakwambia hata wakicheza na Yanga inaweza ikashinda. Kwa nini? Hawajawahi kujifunza kucheza pamoja. Si kama unanielewa ninakoelekea. Hawajawahi kujifunza kucheza pamoja. Kwa ushindi ni nearly impossible. Kila mtu ana namna yake ya kuona. Kila mtu ana karama, ana talent. Lakini hawajawahi kujua nani hivi wanakaga dipe zile sport. Kuna yule anakuwa mbele, si ndio? Kuna yule anakuwa nyuma huko. Nani akae wapi ili tushinde? Hawajawahi kujifunza. Hawatoshinda. Nikupa mfano. Kwa hiyo ujana ni msimu wa kujifunza. Sijasema ukajifunze kufanya mapenzi. Naomba unielewe vizuri. Ni msimu wa kujifunza hivi yale maisha ninayoyatarajia yana maana gani? Hayo mahusiano ninayoongea yanamaanisha nini? Nina maono yangu. Hivi huyo partner anatakiwa aweje? Sasa sisi siku hizi tunaanza na mapenzi, afu ndo maono yanafuata. Lakini mwalimu hapa ametupisha maono. Mimi nataka kukuambia maono yako ni nini? Maono ndio yatu direct mpaka kwenye kuona huyu. Na mimi nataka kukuambia ukiwa kijana, hata kikilia kibuti cha namna gani, si hujaolewa, ujue upo kwenye team formation spirit. Unajifunza kuhusu yale yajayo. Yaani hiki ndo kipindi cha kusoma vitabu vyote vya mahusiano. Hiki ndo kipindi cha kuhudhuria semina unazozijua za mahusiano na ndoa. Hizi ndo kipindi cha wewe kusikiliza wenye hekima za ndoa na mahusiano. Kama ni vijana, yani hiki ndo kipindi cha kukaa na wababa. Usianze kuwatafuta umeshaingia umeharibu. Kwa hiyo kwenye mahusiano katika kipindi hiki cha ujana, kama uko na mwenzako, ni kipindi cha kutengeneza timu inayoenda kujenga familia. Ni kipindi cha kujua huyu msichana nataka kumwoa anaweza akacheza vizuri wapi. Kutokana na nilivyo, mimi ni mchezaji wa namna hii. Mimi ni mtu wa namna hii. Nimepungua hapa, nimeongezeka hapa. Kwa kipindi jamani cha mahusiano ni kipindi cha kuitengeneza hiyo timu itakayoenda kutupa familia imara. Sasa tunajua kabisa, nimeshaanzia mwanzo kabisa kwamba mahusiano ya kimapenzi yana mambo yake. Kwanza nataka kukuambia, katika mahusiano haya ya ujanani, sio mkeo sio mmeo yule. Kwa hiyo hata ukiwa unamtazama, usije ukamtazama kama mke, usije ukamtazama kama mume, maana sio mume sio mke. Umtazame kama potential wife, potential husband. Si ndiye? Tukisema potential maana yake nini? Likelihood ya kuwa mume, ya kuwa mke ipo. Lakini sio mume,
sio mke. Yaani ikituingia vizuri, kuna maumivu hatutakuwa nayo na maono yetu yataendelea kusimama. Sawa. Sasa kwenye mipaka, boundaries, mimi nikasema kuna boundaries za namna mbalimbali. Boundaries za namna mbalimbali. Kwanza kabisa tujue, tukisema mipaka hatumaanishi vizuizi, lakini tunamaanisha kujilinda na hekima ambayo inapaswa kutumika kuendesha yale mahusiano. Amen. Sasa kuna physical, mipaka ambayo ni physical boundaries. Nimekuambia sio mumeo, sio mkeo, lakini mwili unawaka tamaa, mwili unakushuhudia huyu ndiye. Kwa kama unakula vizuri, afya yako nzuri, yani kumtamani itakuwepo tu. Kwa tunasema bado hujafikia, not the right time. Physical boundaries. Weka mipaka physical. Tena zungumzeni kwamba sisi tunaelekea, kwa sababu tunaelekea, hatujafika hili, nadhani tuyaache kwanza pembeni. Jamani, mimi nataka kuwashuhudia. Nafahamu mabinti ambao katoa mpaka boom akanunue kiwanja, yaani na site anakwenda. Basi imeendaenda tu, ndio hivyo, mmeshamaliza, basi unapiga simu, namba unaopiga haipatikani, namba unaopiga haipatikani, namba unaopiga, ndo keshaenda vile, na ndo hapatikani kweli. Umeenda mbali. Physical boundary. Physical, yani vitu ambavyo ni physical. Be careful. Be careful. Sio mkeo, sio mmeo huyo. Na mzungumze, mkubaliane. Sawa jamani? Umehamia. Yani msifanye makosa. Yani kama sisi tuliambiwa tukusikia, nataka leo usikie. Hata ukihamia ukafanya rozi za mke, kama wewe sio mke, utabaki kuwa sio mke, na ataendelea kukutazama kama sio mke wake, hata kama unafanya zile rozi, kwa sababu ndani ya moyo wake hajaoa bado. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo physical boundaries ni muhimu, ili pia na wewe uendelee kupata uhuru wa mawazo wa kuendelea kutengeneza maono yako. Kwa kama kijana, physical boundaries ni muhimu sana sana. Lakini kuna communication boundaries, mipaka ya mawasiliano. Jamani, mwe makini. Yaani mawasiliano yanakuwa deep. Utafikiri mkewe, utafikiri mmewe. Yaani chati zile, yaani mtu ukipigwa screenshot hivi ukasoma unauliza, mbona? Yaani too deep, mpaka unajifunua, unajianika. Communication. Na siku hizi sasa ndo social media. Wenyewe mmeamini kuandika ndio sahihi. Don't make that mistake. Bora uzungumze, litapotea hewani. Ukiandika limekufunga. Alafu na wale mnao postigi. Jamani, vijana. Yaani kaanza tu kaonekana mmekunywa soda juice, ushajipiga picha, ushatuma. Vipi? Unatoa wapi ujasiri huo? Conviction hiyo umeitoa wapi? Kwa hiyo mipaka ya mawasiliano, anatakiwa kujua nini,
anatakiwa asijue nini? Hekima ya mawasiliano. Na hapa wadada kidogo umetoa salamu, kidogo umemjulisha, today I'm not feeling well, I feel na Kiingereza hiki cha siku hizi. Jamaa anasoma inajua atanisumbua huyo. Yaani wewe mwenyewe unajiona eti ndio we need to be close. Hajakuwa anajua mpaka tarehe zako. Babe, yani leo hata kutoka siwezi. Nini tena? Yani in my days. Yani hajakuwa na kalenda yako. Mawasiliano. Hajafika kwenu kashajua mpaka kitanda unacholala, mpaka cha babako na mamako. Hajakanyaga kwenu. Na kuhakikishia haji. Nani anataka mtu mjinga? Nani anataka balaa? Anajua utamwanika hata ya kwake. Paka mawasiliano. Kiasi, tumeambiwa tuwe na kiasi. Hide your feelings. Yani mawasiliano yasikuanike. Sio mume wako. Always remember. Sio mke wako. Mpo kwenye kutengeneza timu. Nani atacheza mbele? Nani atakuwa back? Sasa kuanika huku kwamba mimi nikichezaga tu hapa mpaka pale nazimiaga. Sasa anataka kucheza na wewe. Hivi wewe uingizwe kiwanjani. Mchezaji kutwa asubuhi anaanza, leo nina headache. Leo nina kichefuchefu. Kuna mechi hapo itachezwa. Huyu si siku ya mechi, huyu ana kichefuchefu. Hamna ushindi. Yaani mtu anaona kabisa maisha ya ushindi hapa siyaoni. Maono yangu kushinda hapa siyaoni. Lakini kilichosababisha kukosa mipaka ya mawasiliano. Bahati mbaya kuna kamera hapa. Ningekuambia kitu kilinikuta mwenyewe. Unanielewa? Yaani tena vijana yaani ndo wanasemaga vijana sio wa kweli. Sio kwamba sio wa kweli, they are smart. Kikwambia kila kitu hataoa. Kitoka kanisani pale reception ndo unapata hadithi. Yule mimi nilikwambia mimi Mchaga. Mimi ni Mpare. Kwa sababu alijua kwenu Wapare hawaingii. Upo hapa. Wanawake hasa mabinti. Kaba. Weka mgojezi kinywani mwako. Uwe na kiasi kwenye mawasiliano. Boundaries. Kwa hiyo ni muhimu sana. Naomba niunganishe hapo emotional boundaries. Kuna hisia kwa ajili ya mke. Kuna hisia kwa ajili ya mume. Jamani, dhibiti hizo hisia. Kama ndiye si atazikuta mbele. Kwa nini umwage yote sasa? Baadaye utafanya nini? Kwa hiyo wengi tuko kwenye mahusiano lakini hatuna emotional independence. Si mabinti wengi ni empowered, si ndio? Lakini issue ni emotional independence. Uhuru wa kihisia. Yaani basi tena kamaliza pale. Nasema nimekufa nimeoza. Sio mume wako. Sio, hajawa bado. Kwa hiyo kuna mipaka. Yaani lazima ukiwa kwenye mahusiano uwe una tabia ya kujipima. Nimepitiliza, niko sawa. Nimepitiliza, hiki nilichofanya hapa ni sahihi. Kwenye mahusiano tu mtu anakuamria kila kitu. You have lost your emotional independence. Hata vijana.
kwenye mahusiano kuna mtu ana dictate terms. Haja kuoa. Haja kuoa. Wala kwao ukujui, mko wote huko all 6 sio all 7. Bado ndo kwanza hata cheti hakuna. Ana dictate ratiba yako ya siku. How come? Emotional independence. Boundaries katika hisia zako. Hiyo ni mipaka nakwambia. Usipoweka, maono hayawezi kusimama. Mtu aliyeshika hisia zako ana uwezo wa kuswitch on na kuswitch off. Umenielewa? Ulikuwa unasema hii asubuhi na kwenda library. Hana kipindi. Message tu. Nisindikize Mwenge. Moyo wote Mwenge. Tena ukifika Mwenge unatumia na hela yako kununua vya Mwenge. Yeye alisema tu msindikize. Jipime. Jipime. Are you sticking on your purpose? Au haya mahusiano yanapeleka namna hii? Ukiona yanakupeleka namna hii, ujue something is wrong. Sawa? Kwamba unashindwa kusema hapana. Ili maono yako yasimame. Ili kusudi ulilobeba lisimame. Jua umeisha ibiwa. Sio na mapepo. Una mapepo. You have sold your emotions. Umeondoa mipaka. Kwa hiyo emotional independence inaletwa na emotional boundaries. Kuwa na kiasi. Hisia ni vizuri kuonyesha. Lakini sasa tuende ndio unapitilizia hapo. Lakini pia kuna spiritual boundaries. Taenda mtasoma. Spiritual boundaries. Kwenye hii emotion unaweza kusoma ile Mithali 4:23 nasema linda moyo wako. Linda moyo wako. Kuna vitu usiruhusu vikakaa pale vikaweka kituo. Linda. Yaani mahusiano tu haya tu umemwona sijui nini kakuumiza na darasani wingi. Linda moyo. Yaani ukishaona impact yake imepitiliza, particularly kwenye kusudi na maono ulionayo, anza kutathmini upya. Something is not okay. Hata wanandoa hatupitilizagi. We use wisdom to manage things. Upitilizi yule ni mwanadamu tu. Upitilizi. Kwa hiyo mipaka ni kitu muhimu sana. Mipaka ni kitu muhimu sana. Nimeongelea pia spiritual, unaweza ukasoma ile Wakorinto utasoma ile Wakorinto wa pili, yani kusomea hapa, naomba power bank ile. Utasoma ile Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Tumepewa kabisa hayo. Hata ile ya physical boundaries, anasema ikimbieni zinaa. Yaani nimekwambia mapenzi sio ya kitoto, sio kitu cha kitoto, kina nguvu. Usipokuwa makini utazini tu. Na kuambia hata kama unanena kwa lugha, ni mambo ya kukimbia. Sawa? Kwa hiyo tunapokimbia ndo hekima yenyewe. Binti unapokimbia umemsaidia na yule kijana. Kwa sababu sio kwamba ana mapepo, sio kwa sababu ni mdhambi, mwili. Amen. Mwili umemsaidia asianguke. Mwili. Kwa hiyo lazima tujue hiyo mipaka. Kwa hapa nimeongelea hiyo mipaka ya aina 4. Sasa katika agenda nyingine ambayo niliambiwa nizungumze hapa, nimeongelea masuala ya kuwa modest, masuala ya kuwa na kiasi na madhara yake.
Self esteem. Hivi self esteem ni nini? Self esteem ni nini? Eti self esteem ni nini? Saidie Neema. Ni nini hiyo kitu? The you. Yaani ni huyo wewe. Hiyo hali ya wewe. Mimi nitasema, how organized are you? Is your life in order or in shamble? Mtu wanasema huyu ana low self esteem. Yaani huku ndani kama kumeinama. Sawa Kama kijana, nini kikuinamisha? Nini kikushushe? Kwanza nikwambie sio kitu cha kuombewa. Ni kitu cha kushughulikia. Sawa Alipokuumba Mungu, amekuumba kwa sura na mfano wake. Alafu akasema ametuumba hivi punde tumlingane. Yaani kiduchu umlingane. Yesu wa Kristo. Yaani punde ili abaki kuwa Mungu. Yaani kuna kitu hivi akacha kwamba lazima tutofautiane. Lakini the package, you have the package, a complete package. Unayo, anayo, unayo, anayo, unayo, anayo, unayo. Wala sio kwamba kuna mtu anayo zaidi ya mwingine. Ile potential unayo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kujitambua kwamba wewe you are full packed with all that is needed under the sun. Yaani seti nzima iko ndani yako. Kazi ni moja tu. Ninatoaje nilicho nacho? Sio kina kuaje cha faida? Kina kuaje cha thamani? Kinaongezekaje? Jana nilikuwa nasoma, nadhani ni Isaya 5. Anasema ana shamba lake la mzabibu. Akanunua mti mzuri wa mzabibu. Akaupanda, akaweka na ukuta, akazungusha, akazungushia. Ili usipopolewe. Sema kupopolewa. Duniani kuna kupopolewa. Hiyo package Mungu aliyoweka ndani yako. Lakini akazingira, anasema akawa na tumaini. Tazama tunda mazuri. Zikazaliwa zabibu mwitu. Bwana asifiwe. Yaani zikazaliwa zabibu mwitu. Sasa ukiendelea kusoma anasema yani kilichotokea ni kwamba natarajia kwa package hii niliyokupa utoe matunda haya, lakini umetoa tofauti. Anasema hili shamba akabomoa na uzio, akaondoa na ule uzio, likapopolewa. Likisha popolewa sio tena lile shamba. Haleluya. Yaani kipindi hiki cha ujana, just know you have that full package. Ukaenda kinyume na Ukristo wako. Yaani ushasikiaga kuna watu wa kilimo hapa. Kuna kitu kinaitwa ni grafting au grafting. Yaani unakuwa una mmea hivi. Naweza nikawa nina chini mdimu afu nikabandika juu mlimao, si ndio? Mnajuaga hicho kitu? The DNA huku chini ni ya nini? Mlimao. Alafu mtu akaja akabandika kandimu pale juu. Mlimao unategemea utoe malimao lakini ukatoa ndimu. Kinyume jamani, lakini haitokei tu. Someone must have come and change. Lazima kuna change ilitokea. Kwa nataka kukwambia hata wewe, kuna change lazima itokee ili either uzae matunda yanayoonekana namna hii
ili tukuone wewe ni kijana wa namna hii, ili tuone unafanikiwa, ili tuone unaheshimika. Ile package ya Mungu, the OG, that is your identity my son, the OG. Alafu sisi huku duniani tunaweza tukaongeza vya kwetu, tunakuja tunabandika. Amen. Kule unakotoka, mazingira uliopo yanaweza yakabandika na yakabadilisha ile package. Sikiliza, Gideon, mtu shujaa, wewe si unamjua, lakini alikuwa mpepeta ngano tu. Nani alibadilisha ile package? Leo nikasome vizuri Biblia. Human beings can change your identity. Na ikibadilishwa, self-esteem go down. Ikibadilishwa ikaleta negative effect. Maana inaweza ikabadilishwa ikaleta positive effect. Watu ambao philosophy yao ya maisha ni survivors, yani wanakuaga tu wapo, yani hata yupo tu, yupo. Hakuna change, hakuna growth, hakuna transformation kwenye maisha yake. Kwa hiyo ninachotaka kusema nini? Yani haya yote, hakuna mtu wa kukuombea habari za self esteem, hakuna mtu wa kukuombea. Is what you carry in. Na mimi nataka kukuambia, mahusiano hayo ulionayo yanaweza yakabadilisha package. Sio kama umenielewa? Nimekwambia mahusiano yana nguvu, hisia zina nguvu. Utajeruhika hapo, ukadogoshwa. Neno moja tu. Kuna kijana aliambiwa tu, wewe ni mwanaume wewe. Yaani huko mabwenini huko. Kashindwa kurusha vocha, wakiita wanaume na wewe ni mwanaume. Imeisha ile. Kuanzia pale anajikagua. Mwanaume. Yaani kuna mtu kabadilisha package kwa kutumia nini? Maneno. Aliyemwambia Gideon, wewe ni mpepeta ngano, na uwe unapepeta ngano. Si kuna mtu alitamka akabaki huko mpaka neema ya Mungu ilivyokuja tena. Kwa hiyo nataka kusema nini? You have the full package. Yani habari ya kusema yule ana neema, yule ana wewe kazi yako hapa ni kujifunza, kujiuliza, kama nilitakiwa niwe pale, kwa nini bado niko hapa? And I have the full package. Sio kama unanielewa? Na nataka kukuambia hujalogwa. It's just that you are not organized. There is no order in your life, kutokana na maono ulionayo. Sawa? Kwa hiyo kama mwanadamu, kama kijana, unataka kuwa mtu ambaye una maono yako makubwa na yatimie, hayo ni mambo ambayo ni ya muhimu sana. Ya muhimu. Self structure. Yani wewe maisha yako yana structure ipi? Why are you everywhere? Maisha yako yana structure ipi? There are two things in life, structure and processes. Umejenga philosophy gani ya maisha yako? Beliefs, values. Nini ambacho unakiamini kutokana na maono ulionayo? Na nataka kukuambia, huna maono, haya yote hayawezi kuwepo. Wewe unaamini nini? Umejiwekea values zipi kama kijana? Jamani, hapa jiulize leo, una values zipi? Sasa hivi tuna shida sana ya morals kwa vijana. Wewe una values zipi? Do you have the discipline it takes kwa mtu ambaye ana high self esteem? Discipline, personal discipline. Kwamba hata kama sijasimamiwa nafanya. Kwamba mimi ninaamini kwenye integrity. Hata kama hakuna kamera, sifanyi kinyume. Value zako ni zipi?
Values zako ni zipi? Kwa sababu zile values ndio zinaleta maamuzi sahihi. Kwa hata hayo mahusiano umejiwekea values zipi? Halafu yanaelekea wapi? Direction. Yaani maana kuna watu wanaenda tu, bwana tunayaombea labda Mungu atatenda. Sasa bwana unaona tu. Yaani mnaelekea wapi? Haiwezekani mpo tu, inaelekea wapi hiyo kitu? Maana huwa nao ni uwekezaji jamani. Mahusiano ni uwekezaji. Nimeambiwa hapo uwekezaji wa pesa, lakini huo uwekezaji mwingine huo. Time, the value of your time in that relationship. Kwa hiyo ninataka kusema hayo kwamba self discipline, doing a right thing at the right time. Maana unaweza kujikuta ni right time but you are doing the wrong things. Wewe saizi nimekuambia kwenye mahusiano hapo zaidi ni team formation. Familia yetu tutakuwa tunachezaje? Hapo ndo kujifunza namna ya kwenda pamoja. Sasa ukiingiza na mengine na nyumba mnajenga, sijui na nini, unalipa na hosteli, sio kamia kwako. Yaani doing right the right time to prepare but you are doing the wrong things. Kwa hiyo discipline hiyo. Discipline. Hayo mahusiano yanakurun crazy wewe, you run it. Unajua life can run you, can dictate you, au wewe ndio una dictate. Who is powerful there? Anasema kuna vita kati ya mwili na roho. Si ndio jamani? Nani anashindaga? Mimi nauliza maswali ulijitathmini. Nani anashindaga? Huku roho inasema, inakuonyesha picha kubwa ulionao, afu mwili unakupa mawazo mengine. Inavyoonekana mwili wao unashinda mara nyingi. Wewe hali yako ikoje? Self discipline. Yaani kuna mambo unaona kabisa, but I won't do it. It is really paying, but I won't do it. Hii inavutia sana, but I won't do it. Na ujiambie kwa nini hutofanya. That is discipline. Sawa? That is discipline. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ni lazima, kuna tabia ni kitu muhimu sana. Lakini kitu kingine ambacho nasema kwamba ni muhimu sana tunapotaka kuwa tuko vizuri, niseme yes, self esteem zetu ziwe ziko juu, tuweze kuwa watu ambao tuko productive, ni all the time kujipima. Addressing your limiting factors. Addressing, si ndio? Umekuwa kwa mfano, umekuwa kwenye mahusiano ya kwanza yakafa. Yaani badala ya kukimbilia kwamba kuna vita imeinuka, kaa chini, ask yourself why. Si ndio? What happened? What happened? This is a key question kwa kijana. Ulikuwa una pesa unashangaa uioni. Ask yourself what happened? Watu ambao ni survivors, they don't address their limiting factors. Anaporomoka, anainuka, anaendelea vile vile. Kwa sababu anaamini ipo neema. Ipo neema. Lakini every time tujiulize, what happened? What did I do wrong? Yaani nitakukwambia mara nyingi sana haturogu jamani. Niseme si mara zote. Unajua siku hizi inasikitisha, yani people are not responsible with their lives. Alafu tunakimbilia huku makanisani, yani huku kimekuwa kichaka. Tutoke huko. Tutoke huko. Ask yourself, what did I do wrong?
how should I improve? Menelewa eh? So addressing your limit, yani constantly unakuwa ni mtu wa kuaddress your limiting factors. Iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye career, iwe kwenye utumishi wako. Think about the limiting factors and address them. Tokana na muda, Neema, muda simekwisha au bado tunao? How many? How many minutes? 20 eh? Okay. Labda kabla sijaendelea tusije tukakosa muda wa maswali. Una swali lolote unataka kuniuliza? Nataka kuwauliza hapa, wapo watumishi hapa na wengine pia wanaweza kutusaidia. Mwenye maswali, kwanza nione mikono tujue kwamba tuna maswali mangapi. Una maswali? Au lingine kama la ndani sana, mtumie Neema message atalisoma. Moja, Una swali? Tuna swali moja tu, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mimi hapa napenda kuuliza kwenye aspect ya mahusiano. Kwenye mahusiano yoyote, je, kuna ile notion ambayo Wakristo wengi na walokole wengi wanayo kwamba lazima uombe Mungu, upige magoti Mungu akuonyeshe kwamba ni huyu? Au maana hapa kwenye concept ya kwanza umesema pia mahusiano, key factor kwa mahusiano yanabeba na hisia cha kwanza. So ni tunafuata kipi? Nimeonyeshwa na Mungu, yani lazima nikae nipige magoti mpaka Mungu anikonfirmie kwamba this person is right or not right? Au unaangalia the aspect kwamba huyu kaokoka, mimi nimeokoka, tunampenda Yesu, we can build future together? Bwana asifiwe. Nimesema na mimi mwenyewe ni mwanafunzi, sawa? Nitaanzia hapo mwisho. Umeokoka, ameokoka, haina maana lazima mtakaa vizuri. Tunaenda vizuri hapo? Tunaenda vizuri. Kwa nini nimekwambia hivyo? Mahusiano kama nilivyosema, yani inategemea sana hawa watu wawili. Si ndio eh? Hawa watu wawili, kila mtu ndani yake anaamini nini? Yani yeye anaamini mahusiano manake nini? Umenielewa? Kwa hiyo kufanikiwa baadaye, ndio maana hata unakuta hata za wasiokoka zipo zimefanikiwa, si wako tu vizuri, wapo huko. Si ndio? Yani ikija kwamba ni mahusiano yana kanuni zake. Maisha yetu ya kiroho yanaachilia neema. Si ndio eh? Yanaachilia neema na tunapata hekima ya kimungu ya namna gani tuende nayo mahusiano. Lakini ninachotaka kukuambia, kigezo tu kwamba wote mmeokoka, wote mnasari kanisani is not enough. It's not enough. It is not enough. Kwa sababu ndio nyie sasa hapo umeokoka kule, kaokoka huko. Jamani, uwanja wa mpira huu chezeni. Hamjawahi kucheza pamoja. Mimi naamini mimi ndio mchezaji bora Tanzania nzima. Na wewe unaamini wewe ndio mchezaji bora Tanzania nzima. Ndio tumekutana hapo kwenye kiwanja. Umenielewa? Si chaos tu. Kila mtu anataka atambulike yeye ndio mchezaji bora. Sio kwamba tunataka tufunge goli. Sio, umenielewa sijui eh? Kwa hiyo niko kiroho. Na mimi najua niko kiroho. Nimeokoka siku nyingi. Ameokoka siku nyingi. Lakini huo mchezo, have you learned how to play together? Kwa nini? Kwenye kuplay together ndio ambapo mnapata kwamba nani awe nani, maamuzi nani atakuwa anafanya nini, nani. Kwa hiyo kuna mambo mengi nje ya sisi kuwa kwamba tumeokoka. Ni lazima kuruhusu kutengeneza kutengeneza. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kwamba tumeokoka, inatupa leseni. Niseme inatupa leseni, tunaingia pale au tunataka kuingia pale. Lakini lazima tujue kwamba we need more than that. Kwani hujaona ndoa za walokole ambazo zina shida? Si zipo? Si zipo? Unafikiri what happened? Ninaamini nini? Anaamini nini? Am I ready to change? Am I ready to transform? Mimi nafahamu kuna binti, tena mtumishi mzuri tu, ana misimamo
hapindi, ana misimamo kanyoka hivi. Na yeye anajisifia, mimi kwa kweli sina mbambamba. Kanyoka hivi. Jamaa hawakai pale. Wajoli hawa hawakai. Pamoto hivi. Kwa hiyo haitoshi. Si kama umenielewa Lazima tutengenezeke sasa. Sawa? Kwa hiyo lazima, ndio maana nadhani na kanisa pia lina hizi programs. Kwamba we need more than that. Ili watu waweze kuishi pamoja. Waweze kushirikiana. Kwa sababu yule hujakuwa naye, mmekutana watu wazima, anachoamini sio lazima kiwe sasa na wewe unachoamini. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwa ufupi hilo ni moja. Lakini kwenye kuomba 100%. Ombeni kila kitu. It's a directive. Tunaombea kila kitu. Si ndio jamani? Kama unaombea chakula, utashindwa kuombea mtu ambaye unadhani huyu ni wa maisha. Unajua maana ya maisha? Piga ua. Yaani siku 365 za mwaka huu, asubuhi, jioni. Jumatatu mpaka Jumapili. Ana mapembe, ana manyoya, sijui ana ndo wako. Ombeni kila simple. Kama unaweza ukaombea mtihani huo ambao umesoma. Manake ndoa, ndugu yangu, tunaolewa afu ndo tunaanza kufaulu. Si unajua hicho kitu? Wewe unasoma, unaingia zako kwenye mtihani. Ndoa tunaanza kwanza kupewa cheti cha ushindi, afu ndo tunaingia kwenye mchakato sasa. Sasa ndugu yangu, kama unaombea itakuwa mwenzi wa maisha. Kwa hiyo mimi nitasema kuomba ni lazima. Tena usisubiri hisia ili uombe. Mbona kama anavutiwa na? Yaani unamuuliza Mungu, ndio huyu sio huyu? Bwana Yesu, ndio huyu sio huyu? Mimi ninavyodhani. Yaani as much as wewe ni kijana, una maono kwamba nitakuwa mtu wa familia. Maono yako, ndio maana nasema maono ndio kila kitu. Unajiona wewe ndio mtu wa wewe ni baba. Yaani unaona familia na umeichora itakuwa familia namna gani. Anza kuomba sasa. Anza kuomba. Kwa sababu ukishaanza kupata hisia, hiyo inaitwa check and balances. Yaani unamwambia Bwana Yesu, nakuja kucheki. Yaani una test. Yaani unajihisi kama vile kama nina malaria. Unaenda hospitali unaambia tupime. Yaani huko moyoni ushaamua alafu unaambia tupime. Huko moyoni kunasema malaria. Sasa ngoja tupime tu tuwe na uhakika. Sasa hiyo ndio hiyo kwamba you just go for confirmatory. Lakini mimi nadhani kama kijana mmejifunza hapa leo kuhusu kuwa na maono. Ile picha kubwa ya familia ulionayo, anza kuiatamia. Anza kuiatamia. Anza kuiatamia. Mimi nakumbuka mimi nilikuwa nampenda sana baba yangu. Yaani ulikuwa uniambii kitu. Yaani I used to believe he's the best man. Yaani nilikuwa nasema mimi namwambia mpaka mama, mimi nikiolewa nataka niolewe na mume kama baba yangu. Mama ananiambia, wenzangu, baba yako ni perfect. Naambia kwa kweli he is the perfect one. Kama baba yangu, kuna vitabia vya baba yangu, kuna vitabia vya baba yangu. Nataka kukuambia, mume wangu ana vitabia vya baba yangu. Sio kama umenielewa? Umenielewa? Yaani kule unaona sasa mimi ekaeka siwezi. Huyu mwamba hapa. Moyo picha nilionayo. Picha. Mimi naiona ni mfano wangu ndo yule. Naona huyu vile vionjo ninavyo. Kwa hiyo hata sijakutana na huyo baba, moyo wangu ulikuwa una hayo maono. Mimi familia yangu, yani nyumbani kwangu kuwe kama hapa
mama yangu. Yaani kuna vitu nilikuwa naviona. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna hata wewe una matamanio. Sikiliza, si hata pale kanisani. Kwa mfano ukiona mchungaji na mama mchungaji. Hivi unafikiri Bwana Yesu atashuka hapa kwambie ndoa ziko hivi? Unaona? Si mnaziona jamani? Yaani wewe pale kwa kanisani hivi kwa ukitazama hamna watu ambao wanakuvutia. Useme wow. Na mimi. Umeelewa? Kwa ile inakuwepo. Ile ndio uyatamie. Maana yale ndio maono yako. Ukienda kwa hisia, sikiliza, mwili. Tumesema moyo, roho inashindana na mwili wakati wote. Na inavyoonekana mwili una nguvu, yataka kujikana ili cha roho kishinde. Si kama unanielewa. Kwa hiyo ikishaanza kuwa hisia, mwili una nguvu sana. Mwili nakwambia utaomba, utaonyeshwa. Kuna mtu alionyeshwa mahali akasema kwa yule, kwa moyo wangu unavonishuhudia, ile ndoto yule ni adui. Kwa sababu imekuja ndoto tofauti. Umenielewa? Yaani si achana na hisia we. Kwa to be safe, anza sasa. Anza wakati uko huru. Anza kama unavoombea maono yako ya career. Si ndio jamani? Unavoombea maono yako sijui ya uchumi, ombea na hayo maono ya familia. Si unaanza nayo sasa hivi? Kuna watu hapa wameanza kusema wanaanza kuweka rekodi. Yaani wanaanza hatua. Si ndio? Kwenye yale maono ya kiuchumi, maono ya career yako, maono ya nini? Na haya anza. Sio kama nimekujibu. Sawa? Kwa hiyo kwanza kabisa ni lazima tukubali kujifunza. Tujifunze maana ya ndoa na familia za Kikristo. Zina sifa gani? Zikoje? Zina sura gani? Nasema wakitutazama wamwone Kristo. Sio kwamba hatutaanguka. Ngoja nikwambie. Sio kwamba hatutaanguka. Lakini hekima ya kimungu itatusaidia. Yaani naona nasema tukikaribia kiti chake cha rehema na neema. Neema ya kupata msaada. Umenielewa? Kwa wokovu unatupa hicho kibali cha kuweza kukaribia kile kiti cha rehema, tupate neema ya kupata msaada. Sasa nataka nirudi kwenye self discipline and self conduct. Nikwambie, mimi nimeanza toka mwanzo nilisema wewe ni mtu mzima sasa. Si ni wote ni wachuo, pengine na wengine mshamaliza, si ndio? Nyinyi ni watu wazima. Jamii ina expectations. Always remember. Hata huyo mchumba jua ana expectations. Sasa self conduct muhimu sana. Kwa nasikiliza kijana mmoja, kijana tu anaelezea namna alifika mahali akaconfirm kwamba huyu sasa naoa. Anasema wameokoka. Sasa tumekubaliana tukutane mahali. Si ndio jamani? Tumesema physical distance jamani, sio hata soda msiende kunywa. Sawa jamani? Yaani haya mambo ishi pia. Vile vinavyopaswa kufanyika at the right time vifanyike. Kwa anasema muda waliokubaliana. Self conduct. Sawa jamani? Yule binti alifika 20 minutes before time. Kwa huyu kijana anasema katika mahusiano hakuwahi kutana hicho kitu. Nakwambia self conduct. 20 minutes before time. Halafu anasema alikaa upande ambao yule akiwa anaingia atamuona. Unanielewa? Usicheke dada. Mambo madogo. Yule kijana anasema nilipoingia aliponiona, nilipoendelea kusogea kwenye ile meza alisimama akanikaribisha. Is that too much? Imempa mtu mume. Is that too much to ask? Self conduct. Wewe ni binti.
kuwa binti. Lainika kidogo. Uko empowered to the powered, badilika kidogo. Yaani anasema nikafeel namna atanipokea nyumbani kwangu. Sikiliza. Kuna mtu ana maono ya mke ambaye atakuwa anamfurahia nyumbani kwake. Kwa hiyo mabinti, self conduct. Vijana, self conduct. Hakuna mtu anataka mtu mediocre. Nani anataka janga? The way you behave. Hukui, hukomai. Weleweki tu. Hivi unajua hata usafi ni discipline. Usafi ni self discipline. Yaani hujaweza kujipenda wewe utampenda mtu. Hujaweza kujitunza wewe utamtunza mtu. Commitment to yourself. You love yourself first kabla ya kupenda mwingine. Hela yako unaichezea ya mtu itabaki salama? Akikaa hivi anakusikia. Baada niko hapa delivery. Ninte. Nimewatuma waniletee wigi. Wigi limefika. Kesho mmekaa mahali vipi? Nini si gauni si. Yaani mwamba za. Nidhamu hapa. Jamani, duniani hata wenye vituko wanataka utulivu. Umenielewa sijui? Na mimi nasema hili sana kwa mabinti. Yaani hata huyo kijana unayemuona sijui anaruka. Ikija kwenye partner, utulivu. Maono yake. Akikutazama kwa kwenye mitandao umeruka. Hata kama ni wa kanisani. Una maaposto wa Nigeria 8. Una maaposto Tanzania sijui wangapi. Kesho sijui uko wapi unaenda kumwaga mafuta. Kesho unaenda you are confused. This is a confused person. Sasa utaleta confusion nyumbani kwako. Wewe una muda wa kutibu mtu. Watu hawana huo muda. Mko mnahudumu pamoja. Ndo kwenye kwaya pale. Discipline. Mimi nakwambia self discipline is everything. Wewe unafanya pale vituko vyako, behavior zako, unavojibu watu pale. Huyu sitalala. Ndio umeokoka lakini kamdomo. Kana toa maneno mabaya. Hata mkiwa wenyewe wawili. Ngoja nikusomee. Kasome. Nadhani ile ni Waefeso 4:29. Kwa naisoma jana. Jana nilikuwa kwenye mkesha na mama wenzangu tukalitazama hilo neno. Waefeso 4:29. Yaani I say kamdomo kanaponza. Lakini na neno pia limekaandika haka kamdomo. Anasema Waefeso 4:29. Neno lolote lililo lisitoke vinywani mwenu. Lililo jema la kumfaa mwenye uhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Huyu anahitaji mke, huyu anahitaji mume. Yanayokutoka sasa hayawi msaada. Ndio maana nimekwambia pale mipaka pia ya mawasiliano. Maneno unayompa yule mtu yanamwentice afikirie mwende kwenye mambo mengine magumu. Umemsaidia kweli? Kumbe ndani ya neno lako kuna neema ya msaada. Ndani ya neno, ndani ya maneno yetu. Behavior. Unajua behavior yetu inaonekana sana kwa tunavyoongea, tunavyo engage na watu. Ndio huko rohoni basi hata unawakuta hapo wajui kusema Bwana Yesu asifiwe, mnaendeleaje jamani? Habari za uzima? Uko serious. Sasa mtu hataki kamanda nyumbani kwake. Hatafuti Masai wa kulinda. Hatafuta amani, hatafuta furaha. Yaani ndio nataka nikwambie hivi vyote hivi kajipime. Jamani, ndio wanasema wana wa dunia wanatuacha. Mnafikiri nini? They've understood the assignment.
Mtu unaonekana mgomvi, hujaolewa. Kila ligi lazima ushinde. Kianza kubishana, tena anakuambia kabisa, ngoja niende nitakukuta hapo kesho. Bado unaubishi. Wapi waende na wewe mwanangu? Wapi? Nani anataka hayo mambo saizi? Dunia yenyewe inaenda kwa kasi namna hii. Discipline. Etiquette zako, character. Ndio nasema kuna mambo unasema tu no. This is not me. Kwa hata kama hujakubaliana nalo, si huku ndani kumesema that's not you. Wewe sio, wewe ni wa hivi. Unaliacha tu. Yaani maisha yanakuwa ni marahisi. Au kutoleana maneno magumu. Vigezo unavyotoa nearly impossible. Yaani ukianza kuongea kijana amekaa hapa na kijana nenda kuambia akisema nearly impossible. Hata baba yake na mama yake wako hivyo. Hata yeye mwenyewe hana hivyo vigezo. Yaani tumeshindwa kuwa wanyenyekevu kwamba kwenye mahusiano ni kuchukuliana. Umvute mwenzio. Ndio tumesema si ni team jamani. Mimi ni the best in this. Si nimepungukiwa hapa. Huyu naye ni the best in this. Tunacheza pamoja. Tunavutana. Ili tuweze kufikia lile kusudi. Kwa hiyo mimi nitaendelea kusema kwamba muhimu sana self conduct. Jamani, acheni kuwa reckless. Carry yourself properly. Carry yourself properly. Acheni kutia huruma. Sawa Huna sababu. Raise up yourself. Ndani. Amini unatoshea. Yaani anza wewe mwenyewe kama una package ya Mungu. Anza wewe mwenyewe kuamini unatoshea. Amini yuko wa kwako. Si nimekuambia sasa pale Sunon. Yule alikuwa mjoli. Ilishindikana. Sasa tungedakana sasa hizi kesi kwa mchungaji Azishi. Baba tunaomba lakini hatuna hata amani. Sasa vipi? Yaani compatibility. Sio umenielewa hicho kitu? Chemistry between people. Chemistry between people. Ndio maana tumeumbwa tofauti. Wote tuko kwa sura na mfano wa Mungu lakini tofauti. Kwa hiyo haiwezekani wewe ukawa lazima compatible na yule, una compatible na yule, haiwezekani. It's nature. Kwa hiyo ndio tumeokoka lakini compatibility haipo. Sasa huyu wa kwenda naye miaka yote hiyo kuomba ni primary. Na mimi nasema anza leo. Wewe ni first year, wewe anza tu saizi kazi yako ni kuomba. Sio kukimbizana, maana GPA yenyewe bado haijasoma, si ndio? GPA yenyewe haijasoma. Hata kijana saizi ni kuomba tu. This is the right time for prayers, for preparations. Sio kuyafanya hayo. Sasa utaomba saa ngapi? Unamaliza chuo tayari una mabinti 3 wana watoto. Ulivyoenda field umemzalisha mtu. Hapa kuna mtu sijui nyumbani kwenu. Yaani huwezi kuwa kawaida. Kwa sababu your life is distracted. Amani ndani utakuwa nayo. Utakuwa unatembea sana na hatia. Kwa hiyo ninachotaka kusema nini? Kama kijana, I don't know if I've said what you want. You expected. Lakini kama kijana, order. Create order in your life. Get organized. Philosophy yako isiwe survivor. Philosophy yako saa zote tamani growth. Tamani transformation. Tamani change. Lakini katika yote uongozwe na purpose. Ongozwa na maono ulionayo. Kama ni mtu ambaye unataka familia yenye amani, uwezi kuwa unarukaruka. Uwezi. Kwa maono ndo kila kitu kwako wewe kijana. Na mimi nachotaka kuambia wewe sio mdogo saizi kupata maono ya familia unayoitaka. Wewe bado ni binti. Una maono ya ndoa yako lakini unabomoa ndoa za wenzako saizi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usiwe na ushirika na unao ni mpaka mwingine na wasioamini. Unajua wengine wanadhani ni wale waliookoka. Hapana. Ni kuhusu neno la Mungu, ni kuhusu kanuni za Mungu, ni kuhusu mienendo. Weka mpaka.
na kila ambacho unapata conviction kwamba it is not right. Kwa hiyo the choice is yours. Mimi sina lingine la kuendelea, labda kama kuna mtu ana swali.